Joseph S. Kiponda. Hujambo na karibu TH Kristina na wadha wako Vicky Rugo. Nataka tuangalie shairi la Joseph na linaenda hivi. Pana nyingi tofauti kati ya mimi na wewe, ni kama shati na koti, tukiola mfanowe ama sarafu kwa noti. Mchanga si changarawe, usuli wetu tuwamwe, maumbile tofauti. Maumbile tofauti, wafupi hata warefu, ukijipima kwa futi na ratili ya minofu. Mwingine akiwa kiti, mwingine kama jokovu. Ujue mboga si mti, tusibeze mapungufu, tusibeze mapungufu. Mja aliozaliwa nayo, hakuna mkamilifu, ndio pia huwa sio. Hatufai kukashifu kwa maumbile ya wayo, ni wakupewa mkufu, si wenye tutakayo. Si wenye tutakayo, wengine tulizaliwa hivyo. Kejeli na mikemenyo ni kitu kilicho ovyo. Umuone kama nduguyo, uwaze umtendavyo, tukikomeshe kilio. Vilema tuwaonavyo, japo kwa akili iwe, viumbe wa Mungu hivyo. Thamani mtu utuwe, maishani tuishivyo, ubaguzi tuondoe, tuamwe hivi tulivyo, japo tofauti ziwe. Hili ni shairi ya Ruthi kwa sababu limekidhi kanuni za kitamaduni za uandishi wa mashairi. Tukiangalia katika bahari yake, mwanzo ni tarbia, lina mishororo minne, lina vipande viwili, kwa hivyo ni mathnawi, alafu ni sabilia kwa sababu halina kibwagizo. Mstari wa mwisho umebadilika kutoka ubeti moja hadi mwingine. Pia shairi hili tunalipata kuwa ni ukaraguni kwa sababu vina vya ndani vinatiririka. La hasha, huu ni ukaraguni, vina vya ndani na vya nje havitiririki, yani vinabadilika kutoka ubeti moja hadi mwingine. Tukiangalia maudhui ni kuwa kuna masaibu ambayo wanapitia watu ambao ni walemavu, lakini tunapaswa kuishi na wao. Hivyo tuzingatie haki na pia heshima na usawa. Kwenye mbinu au uhuru wa mshairi kulikuwa na utohozi, ukijipima kwa futi. Futi pale limetolewa kutokana na neno la Kiingereza foot, ambapo pana njia kadhaa za kupima, unaweza kutumia sentimita, futi na kadhalika. Haya. Kuna tabdila kwa mfano, kejeli na mikemeo, tuwaonavyo, kilio. Haya ni maneno ambayo yamebadilishwa namna yao. Pia kuna kuboronga sarufi, kuna ukiushi wa sarufi kisintaksia. Kwa mfano, tukikomesha kilio, vilema tuwaonavyo, inafaa kuwa tukomeshe tunavyowaona, tukomeshe kilio, tukomeshe kilio cha walemavu. Haya. Kuna stiari, ni wakupewa mkufu kwa maana ni wakuhongerwa. Umuone kama nduguyo, kuna tashbihi pale. Kuna utohozi, kuna noti na koti yametoholewa. Tukiola mfanowe, tukiiga, hivyo kuna matumizi ya kikale pale. Natumai umeweza kulifurahia shairi hilo la Joseph S. Kiponda.